kuhusu Kwaresma. Kwanza kabisa, neno Kwaresma limetokana na neno la lugha ya Kilatini quadragesima lenye maana ya 40. Kumbe tarakimu 40 kwa Yahudi inamaanisha maandalizi, lakini pia maana nyingine ni kipindi au muda wa kutosha. Katika maandiko matakatifu tunakutana na namba nyingi, hasa namba 3, 4, 7, 12 na 40 na kadhalika. Kila namba kadiri ya utamaduni wa Waisraeli huashiria jambo mahususi. Kwa kutumia lugha ya picha au kwa lugha ya mficho, ujumbe uliwafikia walengwa. Kwa mfano, tukiangalia katika maandiko matakatifu juu ya ile neno Kwaresma au tarakimu 40, tunaona katika gharika kuu, kitabu cha Mwanzo sura ya 7 aya ya 12, ambapo ile gharika kuu ilidumu kwa siku 40, ikimaanisha kwamba gharika ilidumu kwa kipindi au muda wa kutosha, ikiwa ni maandalizi ya ubinadamu mpya. Pia pale mlimani Sinai, ambapo Mwenyezi Mungu anamkabidhi Musa amri, katika kitabu cha Kutoka sura ya 24 aya ya 18, Musa alikaa mlimani siku 40, ikimaanisha kwamba alikaa kwa muda au kipindi cha kutosha cha kujiandaa kupokea jukumu zito toka kwa Mungu na kuwapelekea watu amri za Mungu. Lakini pia hata safari ya kule jangwani, katika kitabu cha Hesabu sura ya 14 aya 33 na aya 34, Waisraeli tunaona wanasafiri muda wa miaka 40 jangwani, ikimaanisha kwamba walifanya maandalizi kwa kipindi au muda wa kutosha wa kuingia Kanaani, nchi ya ahadi. Lakini pia 40 tunaiona mahali pengine, ambayo tumesema kwamba 40 ni neno toka lugha ya Kilatini quadragesima lenye maana ya 40. Katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya ya 8, tunamuona Eliya kwa uvumilivu mkubwa alitembea kutoka Berisheba hadi Horebu, mlima mtakatifu, kwa siku 40, mchana na usiku, ikiashiria kwamba alitembea mwendo wa kutosha wa maandalizi ya kufikia mlima mtakatifu wa Mungu. Lakini pia mahali pengine tunapokutana na namba 40 ambayo maana yake ni hiyo Kwaresma, ni katika kitabu cha nabii Yona sura ya 3 aya ya 4, ambapo watu wote wa Ninawi walifunga na kufanya toba ya kweli kwa muda wa siku 40, ikiashiria maandalizi waliofanya kwa muda wa kutosha ili kupokea huruma na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Halafu mwishoni hapa tunaona Musa na Yesu walifunga kwa siku 40, mchana na usiku. Tunaona katika kitabu cha Kutoka sura 34 aya ya 28, lakini pia Luka sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya pili, ikionyesha kwamba walifanya maandalizi ya kuanza utume wao kwa kufunga kwa muda wa kutosha. Hivyo Kwaresma, ambalo ni neno la Kilatini yaani quadragesima lenye maana ya 40, ni kipindi cha siku 40 cha kujiandaa kuadhimisha sherehe kuu ya Pasaka. Ni kipindi cha kutafakari fumbo kuu la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Waamini hujiandaa na kujitakasa kwa kufunga, yaani kujinyima, kusali, kutubu na kutenda matendo mema. Kwaresma ni wakati wa zoezi zito la toba ya kanisa. Kwaresma imewekwa kila mwaka kwa ajili ya mazoezi ya kiroho, hija na toba. Kujinyima, kutoa sadaka, kushiriki kidogo kazi za mapendo na za kupeleka Injili kwa watu au sehemu ambapo bado haijainjilishwa au kwa waliopotoka.